Kitabu ni elimu, kitabu ni maarifa, kitabu ni hazina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni furaha yetu mpenzi mtazamaji kwamba tumeungana tena katika juma hili la wasaa wetu wa Tufunue Kitabu na Ismail Jussa. Karibu sana, naitwa Muhammad Ghassani. Na leo Ismail Jussa anatufunulia The Political Animal and Anatomy chake Jeremy Paxman. Sijui tutafsiri vipi au tutafasiri vipi hii The Political Animal. Nilipoweka katika mtandao wa kijamii wa Facebook, mmoja wao alisema ni nyang'au la kisiasa, ama sijui ni mnyama wa kisiasa. Ala kule hali, ndio maana tunaye hapa Ismail Jussa kutusaidia, kutuchotea maarifa, kutufunulia kurasa za The Political Animal, ili tupate maarifa yaliyomo ndani yake na kuhusisha kiasi kubwa sana na haya ambayo kaandika Jeremy Paxman, mwandishi wa Uingereza na Muingereza, kuhusu hasa siasa za Uingereza na wanasiasa wa Uingereza. Lakini je, kwa muktadha gani zinaungana na wanasiasa wa kwetu Zanzibar, Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, na mafunzo gani ndani yake tunaweza kujifunza? Assalamu alaikum, Ismail Jussa, karibu kwenye wasaa wako huo Tufunue Kitabu. Asante sana Sheikh Muhammad. Leo Ismail, tumeamua kukuchokoza wewe binafsi. Leo tunafunua kitabu kuhusu tasnia yako. Kwa hivyo ni siku ya mganga hajigangi, lakini utabidi ujigange leo, maana yake ni zamu yako leo. Wallahi Muhammad, nitajitahidi kuwa mwadilifu, kwa sababu mimi ninachokiamini kimoja ni mtu kujitathmini mwenyewe, na hasa kwa sababu hata katika mafunzo ya dini tumefundishwa sana binadamu kujirudi akajitazama naye mwenyewe. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Haya, asante, nashukuru sana. Najua hutotokini. Kama kawaida tuje penye jina, manake nilipobandika kwenye ukurasa wa Facebook jana, nilipokuwa kimekuja hichi kitabu nimepata kutoka Amazon, mmoja akasema kwamba hili ni nyang'au la kisiasa. Kwa tafsiri political animal kama ni nyang'au la kisiasa. Lakini nije kwako Ismail Jussa. Jina la kitabu na maudhui ya kitabu unayaonaje kwanza? Asante. Nitofautiane naye kidogo huyo aliyokuambia kwamba political animal ni nyang'au la kisiasa. Kwa hakika jina la kitabu The Political Animal and Anatomy, unaweza kusema limesadif, lakini pengine pia limekosea ukitazama na maudhui ya kitabu. Lakini tuanze na hiyo The Political Animal. Ni usemi wa Kiingereza ambao ni maarufu kwa sababu Waingereza wamekuwa wakisemwa sana kwamba ni mabingwa wabobezi wa fani hii ya siasa kama zinavyoonekana leo, pamoja na kwamba unaweza ukazipeleka nyuma katika zama za Warumi, katika Roman Empire, au katika zama za Wagiriki ambao hata neno democracy linanasibishwa nao. Lakini Waingereza nao si wachochole, hawako nyuma kabisa katika hili. Kuna historia kubwa sana ya mpishano au mvutano baina ya wafalme na walipa kodi, na kwa miaka ya nyuma zaidi walikuwa ni wafanyabiashara waliokuwa wakiitwa the barons au mabwanyenye waliokuwa mabepari, na mvutano huo ulipelekea hatimaye ndio kuasisiwa kwa bunge ili kuwa na sauti kwa walipa kodi, ingawa kwa miaka hiyo ya mwanzoni ilikuwa zaidi ni wale mabepari wenyewe kuliko kwamba ni wananchi wa kawaida. Na tunajua sote ilikuja mpaka ikaanzishwa kitu kinachoitwa Magna Carta ambacho ni maarufu sana. Ni moja katika, unaweza kusema, matamko au nyaraka za mapema kabisa zilizojaribu kutafsiri misingi ya haki za binadamu ndani yake. Kwa hivyo Waingereza kama nilivyosema si wachochole kamwe katika masuala haya ya siasa na wao. Na huyu mwandishi wa kitabu, pengine kuzungumza kwa uchache, Jeremy Paxman, kwa wanaofuatilia masuala ya habari kwa Uingereza ambao ni fani yenu Muhammad, ni mbobezi huyu. Ni maarufu sana katika kuendesha vipindi vile vya Newsnight katika BBC 2 Uingereza, ambao ni uchambuzi wa habari, hasa akijikita kwa wanasiasa kila siku saa 4:30 za Uingereza. Hata sisi tulipokuwa tukisoma miaka yetu kule nyuma ilikuwa hupendi kumkosa kumsikiliza Jeremy Paxman. Lakini upande mwingine
amekuwa mwandishi wa vitabu kadhaa, na staili yake ya kuandika vitabu ni ya uchokozi na kupenda kunanga, na katika hili pia ametajwa katika hilo. Kwa hivyo huyo ndo Jeremy Paxman. Lakini turudi katika jina la kitabu. Jina la kitabu kama nilivyosema, The Political Animal katika lugha ya Kiingereza imetumika zaidi kuwanasibisha wanasiasa wale ambao wamezama katika siasa, kwamba mtu ambaye labda analala na kuamka na siasa, anakula na kunywa na siasa, maisha yake yote yamekuwa ni siasa. Kwa hivyo wamecoin au wamekuja na hili jina linaloitwa the political animal, kwamba mtu yule ambaye amezama kabisa katika siasa, basi mbali ya kuzoeleka kuitwa politician, lakini wanasema huyu ni zaidi ya politician, ni political animal, kwamba maisha yake yote ni siasa. Lakini ameita kwamba an anatomy, na anatomy katika lugha ya kisayansi inatajwa kwamba ni sayansi inahusiana na kuchunguza muundo wa viumbe, iwe binadamu au wanyama. Lakini pia anatomy limetumika sasa katika lugha kunasibisha uchunguzi mkubwa wa muundo pengine wa taasisi na jinsi zinavyofanya kazi au fani mbalimbali. Kwa hivyo ukitazama ilivyokusudiwa ni kwamba anatomy kakusudia kwamba kuwaelezea wanasiasa na muundo wao, hulka zao na mambo kama hayo. Lakini wakosoaji wake waliofanya mapitio ya kitabu hichi, waandishi wenzake wabobezi, wamesema ukitazama maudhui kuliko anatomy labda ingepaswa kuitwa pathology, kwamba ni sayansi inayohusiana na uchunguzi wa maabara wa kutizama vimelea vya binadamu na yepi hasa yanawafanya binadamu wawe au pengine kiumbe chochote wawe vile ambavyo wako. Kwa hivyo wengine wamesema kwamba ukiyahukumu maudhui yaliyokuwa ndani kuliko kusema kwamba labda ni anatomy, kwa maana labda kutazama muundo na maendeleo ya jamii au kundi la wanasiasa, zaidi ukitazama maudhui yanajikita katika uchunguzi wa kimaabara wa kuwatazama kwa undani wanasiasa na hulka zao na tabia zao na mambo gani yanawasukuma kufanya wanayoyafanya. Kwa hivyo hilo ndio lilokuwemo ndani yake na ndio jina la kitabu hichi. Kwa hakika nimeona Ismail katika kitabu hiki pamoja akiandika kwamba angetaka hakika kwa mwanzo alipokiandika kitabu chake alitaka kiite jina Why Does It Always End in Tears. Akitaka kiite hivyo mwanzo ni kitabu hiki, kwamba kwa nini ikawa kila siku hizo siasa humalizikia na machozi, humalizikia na majuto. Lakini pengine haya yatakuwa ni mambo ambayo tutazungumza huko tuendako mbeleni. Tena kwa kufuata mila na desturi yetu, tupe mukhtasari kiduchu tu ile picha ya jumla yaliyomo ndani ya The Political Animal. Asante Mohamed. Tunapokitazama kitabu hichi Political Animal, kina sura 10 ndani yake, lakini pia kina eneo la utangulizi mwanzoni ambalo hakulijumuisha katika sura zile, na pia kuna kile alichokiita afterward mwishoni, yani neno la mwisho la kitabu. Lakini katika hizi sura 10 za kitabu, kwa ufupi sana, kuna baada ya utangulizi kuna hii aliyoita out of the mouth of babies and sucklings, au out of the mouth of babes and sucklings. Katika hili amejikita katika mwanzo kabisa kusema kwamba anawachukulia wanasiasa ukatazama ni kama vile watu ambao wametoka katika matumbo ya mama zao wakiwa tayari wanaipenda siasa na kujiona kwamba wana umuhimu mkubwa katika kusarifu maisha ya watu wengine. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo imo katika sura ya kwanza, na katika hili amechunguza wanasiasa wengi sana wa Uingereza, akielezea kwamba wengi wamezaliwa pengine katika familia za wanasiasa au wazee wao wakiwaeleza kwamba tangu wakiwa wadogo walishaonesha dalili za kuwa viongozi au kusarifu maisha watu wengine na kuonesha mwelekeo wa kutaka kubadilisha nchi ambazo wamo. Na bila shaka katika hili anazungumzia Uingereza, lakini vile vile anazungumzia katika sura ya pili aliyoita Getting On, na katika sura hii ya Getting On anazungumzia zile hatua za kutaka kuingia katika siasa, na zaidi kama alivyosema amejikita katika siasa za Uingereza. Kwa hivyo zile hatua za kutaka kujijenga,
pengine kujenga shakhsia yake au personality yake, kutaka kujijenga katika jamii ili akubalike, na pengine kuanza kujisogeza katika varanda za siasa za vyama vya siasa ili afahamike na akubalike, ili pale atapoamua kuingia awe na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kukubalika. Halafu amezungumzia katika sura ya 3 ambayo ameita getting in, na katika getting in anazungumzia hasa zile hatua kwamba umeshaamua, kwa mfano unataka kuingia katika siasa, na kwa wenzetu wa Uingereza ni kuingia katika kugombea, hasa kuingia katika bunge la makabwela, yani House of Commons kama ilivyozoeleka kuitwa. Kwa hivyo zile hatua za kwanza kwa mfumo wa Kiingereza kuandikia majimbo mbalimbali, kutaka vyama ambavyo unakusudia kugombea watu wake katika uongozi wa jimbo, katika jimbo lile waweze kukupa nafasi, na katika kwa wenzetu huwa unaitwa pengine kufanyiwa usaili au mahojiano, na ukiwa umepita jina lako lipelekwe katika makao makuu ya chama. Hatimaye itafanyika kura ya maoni, na wale ambao wanaopita wanaonekana kukubalika zaidi ndio huwa wanachaguliwa. Kwa hivyo hilo pia amelieleza katika sura hii ya 3 ya getting in. Halafu katika sura ya 4 anaita new boys and girls, zaidi anakusudia wale wabunge wapya ambao wanaingia katika House of Commons au bunge la Uingereza, ambao iwe ni wanawake au wanaume, wakiingia huwa wanaingia na shauku yote inayoambatana na siasa, lakini wanajikuta wameingia pahala ambapo ghafla kama ni pageni mno na wao, huku wengine wanataka kujifunza, wengine wana hofu ya kujifunza wasionekane kwamba hawajui. Na jumba lenyewe la bunge la Uingereza ambalo lina historia kubwa sana, likiwa pengine lina karne zisizopungua pengine karne 8 ama zaidi huko nyuma, kwamba vile lilivyo linaashiria uzamani, na mtu ambaye ni mpya akiingia pale kidogo kuna hofu ndani yake. Kwa hivyo ameelezea hilo masaiba ambao wanakumbana nao hawa waliowaita new boys and girls, kwa maana wabunge wapya. Look at me, anaita look at me, kwamba tunavyoeleza katika siasa za Uingereza ambazo huwa watu wanafanya. Kisha anazungumzia katika sura ya 6 busy doing nothing, na hili ni typical ya Jeremy Paxman, kwamba kwake yeye wanasiasa hawajapata kuwa watu wa maana kwake. Kwa hivyo kama anavyowasulubu katika vipindi vyake vya BBC, na hapa anasema kwamba wapo tu wanaingia wakitoka na kuonekana kama vile watu wenye shughuli nyingi, lakini kwa hakika they are busy doing nothing, kwamba wanakurupuka huku na kule, lakini hawana kimoja cha maana ambacho wanakifanya. Halafu amezungumzia katika sura ya 7 power at last. Ameita power at last kwa sababu kwake yeye anasema kuwa mbunge hakukumaanishi chochote, pahala ambapo hasa wewe unaweza ukasarifu na kuwa na sauti katika uendeshaji wa nchi ni angalau kuingia katika baraza la mawaziri. Na kwake yeye kwamba ukishaingia na baraza la mawaziri ndio umeingia katika corridors of power, yani zile varanda zinazohusiana na madaraka au kupigishana kelele na kuwa na misuguano na wanasiasa wengine, hasa ukiwa katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo ndio ameita power at last. Halafu katika sura ya 8 anaita the price of fame, yani gharama za kuwa maarufu, na bila shaka hapa anazungumzia misukosuko ambayo wanasiasa wanakumbana nayo, kwa mara nyingine habari zako za ndani, maisha yako yanachunguzwa. Ukifanya kosa dogo ambalo katika hali ya kawaida pengine ungeonekana ni ubinadamu, lakini ukiwa mwanasiasa watu wana matarajio makubwa sana kwako. Kwa hivyo jambo dogo linakuzwa na linaweza likakugharimu mno katika heshima yako na taswira yako katika jamii. Halafu anazungumzia katika sura ya 9 anaita feet of clay, na katika hili anazungumzia zaidi kwa Uingereza kwamba pengine hata hao wanaonekana wana madaraka wanajikuta hawana madaraka kwa sababu ya jinsi serikali ya Uingereza inavyoendeshwa. Anazungumzia utumishi wa umma unavyokuwa na sauti kubwa sana, hasa wale wa ngazi za juu, kwa maana makatibu wakuu katika wizara na wale anawaita senior staff, yani wafanyakazi ambao wako katika ngazi za juu katika uongozi. Lakini kwa upande mwingine pia anasema kwamba muda wa uongozi wenyewe unaweza kukuta kwamba ni mchache kiasi ambacho kabla hujafanya ambalo linaweza likaleta mabadiliko katika jamii, unajikuta tayari we umeshindwa katika uchaguzi na uko nje. Na mwisho sura ya 10 aliyoita being history, hii anazungumzia
zaidi kwamba kila mwanasiasa angetamani aache jina katika historia, lakini bahati mbaya yeye pia katika Being History anaonesha kwamba unaweza ukajikuta kwamba baada ya kumaliza muda wako wewe si chochote si lolote, na ameeleza jinsi wanasiasa wengi hasa Waingereza wanavyohangaika kutafuta kazi na ajira na kutafuta angalau uonekane wao uendelee kuheshimika kwa kujaribu kujishughulisha na kufanya shughuli, lakini inakuwa shida sana katika hili. Kwa hivyo pengine tofauti na tulivyozoea kusema kwamba Being History labda ni wale watu ambao wameacha majina makubwa katika historia, kama pengine kwa Uingereza ungezungumzia wale kwa waziri mkuu, kwa mfano Winston Churchill, Disraeli huko nyuma, kina Margaret Thatcher na wengine, lakini au pengine katika miaka karibuni ingawa inaweza kubishaniwa Tony Blair, lakini nazungumzia kwa wabunge wa kawaida na mawaziri kwa mfano, wanarudi wanahangaika pengine na maisha yanakuwa magumu sana, kwa hivyo hata ile kujenga jina linashindikana. Na mwisho kama alivyosema ameandika anaita afterward, yani neno la mwisho, na katika hilo ametoa mapendekezo yake ambayo anazungumzia nini kifanyike kujaribu kurudisha heshima na taswira wanasiasa katika jamii na kufanya shughuli za kisiasa zionekane kwamba zina mahusiano ya karibu na wananchi, na kwamba wananchi wanapaswa kuziona kwamba ni jambo muhimu kwao, na kwa hivyo wanapaswa kuonesha interest au kutaka kujihusisha na kushiriki katika shughuli za kisiasa. Kwa hivyo hiyo ndio kwa ufupi Mohamed yaliyomo ndani ya kitabu hichi cha The Political Animal and Anatomy kilichoandikwa na Jeremy Paxman. Naam, asante sana Ismail Jussa kwa kutuwekea muhtasari wa yote yaliyomo kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo kila ambapo unazungumza kutaja yaliyomo, ndiko kama kwamba ninaona kwamba licha ya kwamba yameandikwa yakizungumzia mwanasiasa Uingereza, yakizungumzia sasa Uingereza, lakini ni kama kwamba yanagusa kila kitu kuhusu siasa zetu za kwetu Zanzibar, za kwetu Tanzania, za kwetu Afrika. Na nilikuwa naomba sana Ismail, kwa sababu hii ni eneo lako, nilikuwa naomba tuende kinagaubaga japo katika maeneo 3-4 hivi kwa kuhusisha yaliyomo kwenye kitabu na katika ulimwengu halisi ulionao, hasa kwa wanasiasa Zanzibar. Na ningetaka turudi tufanye kwa njia hii, twende kwa makundi, tuangalie wanasiasa wa eneo letu katika zama za kupigania uhuru, katika zama za baada ya uhuru kupatikana, halafu katika zama za sasa tulizonazo. Pana mfano, tuanze na nyuma kidogo kwenye zama za kupigania uhuru na kumwangalia huyu the political animal ndani ya ardhi yetu ya Zanzibar na ya Tanzania kwa ujumla. Bila shaka tulikuwa ni Tanganyika na Zanzibar, lakini ndani ya ardhi yetu wenyewe unahusisha ya Ismail. Asante Mohamed. Ni tabu kusema kweli kujaribu kuchagua maeneo machache, kwa sababu kama utatumia mfano wa Jeremy Paxman wa kufanya hicho ambacho wakosoaji wake wamekisema ni pathology, kwa maana ya kuwachunguza wanasiasa wa Uingereza, unaweza kusema kwamba hakuacha kitu, lakini zaidi kajikita katika ukosoaji, ingawa hapa na pale pia kaonesha sympathy, yani kujaribu kuwaelewa wanasiasa na kwa nini wanafanya, lakini kiasi kikubwa kajikita katika yale maeneo ambayo anaona yeye mambo haendi vema. Kwa hivyo mtu ambaye amewachambua wanasiasa katika kila hatua, tangu hawajaingia katika siasa mpaka wanaingia mpaka pengine kustaafu kwao, ni tabu kuchagua maeneo machache, lakini kwa sababu vipindi vyetu vina muda mchache, bila shaka tunahitaji tuchunge muda. Kwa hivyo mimi nitatazama baadhi ya maeneo fulani, na la kwanza ambalo napendekeza tulizungumze Mohamed ni kile anachokisema kwamba ni kitu gani kinachompa mtu msukumo kutaka kuingia katika siasa. Na katika hili kama nilivyosema pale mwanzo, amejaribu kuonesha kwamba wengi tangu wadogo, kwa mfano kwa Uingereza, huwa wameonesha tayari mwelekeo wa kutaka kujihusisha na siasa, wa kuonesha uongozi, wa kuonesha kwamba wana nafasi ya kutoa mchango katika kubadilisha jamii zao. Lakini kimoja ambacho amekizungumza, ambacho ndio hicho nataka nikiseme hapa tunapohusisha na kwetu, anasema bado hata kama kwa mfano sisi ambao tuko Zanzibar hapa au Tanzania tungependa kujiaminisha kwamba wanasiasa wa nchi za wenzetu wana uweledi mkubwa ukilinganisha na wetu, wana maarifa makubwa, ni wabobezi katika fani mbalimbali, lakini yeye anakuonesha kwamba hata kwa Uingereza
watu ambao wanakuwa attracted, wanavutika kuingia katika siasa sio wale ambao tunawaita the best katika jamii, sio watu ambao labda wamebobea katika fani zao, wana akili kubwa sana, kiwango chao cha ufahamu kizuri, pengine katika masomo yao walifanya vizuri sana, na haitoshi kwa katika masomo kwamba wameingia katika fani fulani za maisha na wakafanya vizuri huko, iwe katika biashara, iwe katika uandishi wa habari, iwe katika pengine uhandisi, iwe pengine katika elimu, iwe katika afya, wakawa labda wamefanya vizuri sana huko, halafu ndio wakaingia katika siasa. Yeye anasema kwamba mara nyingi unakuta kwamba walioingia ni wale ambao ueledi wao, uelewa wao, viwango vyao si vikubwa. Sasa hili hata tukitizama kwetu nadhani ndio tumeoza, naweza kusema kwamba ukitizama level za wanasiasa wetu wengi, kama alivyoelezea, ni watu ambao utakuta labda wamekata tamaa katika kujitafutia maisha katika njia nyingine, na kwetu sisi kuna dalili ziada, wanaona siasa kama vile kwamba ni sehemu ya kujitafutia riziki, ni ajira, ni pahala ambapo baada ya kufeli katika maeneo yote basi ni rahisi kwenda kushawishi pengine mkutano mkuu wa jimbo au wanachama wa chama chako katika jimbo lako wakupigie kura, na wengine tunajua hata masuala ya rushwa yanatumika, wakuchague, kwa sababu najua ukishafanikiwa hapo wewe chama chako kikurejesha, na hasa kama umo katika jimbo ambalo kwa chama chako ni eneo lake la kujidai, yani wanasema safe seat, ni jimbo la uhakika la kuweza kushinda, wewe umeshajihakikishia uzuri wa maisha. Na ndio maana unakuta kwamba hata tunapoangalia vyombo vyetu kwa mfano vya kutunga sheria, wanaoshiriki katika kutoa michango ya maana ni wachache sana. Na ukitazama kwa mfano hata sasa hivi, hasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, kwa sababu wale angalau waliokuwa wanatoka katika vyama vya upinzani ambao labda walikuwa ni watu waliokuwa wana msukumo fulani wakataka kuingia katika siasa kwa sababu pengine maslahi kwa chama cha upinzani ni madogo zaidi, wale kukosekana kumepelekea vyombo vyetu hivi kudoda kabisa na kudorora shughuli zake. Kwa hivyo hata ile swala la kuidhibiti serikali, swala la kuibana serikali, swala la kuiwajibisha serikali imepungua, na tunaona leo hata mvuto wa wananchi katika kufuatilia mijadala ya bunge na baraza la wawakilishi imekwenda chini kabisa, kwa sababu watu hawa connect, watu wa kawaida, raia hawaoni kwamba wale wako pale wanawasemea wao na wanazungumza lugha zao. Lakini katika hili sasa, tukiondoka katika nadharia, nadhani pia ukitizama tuna tatizo moja kubwa sana ambayo hata Jeremy Paxman katika kitabu hicho amelieleza. Yeye pamoja na kuwasulubu wanasiasa, anasema wale wanasiasa wa zamani wa Uingereza basi walikuwa ni watu unaweza kusema kwamba walikuwa na passion, walikuwa ile siasa wanaipenda, imo katika damu yao, na unaona kwamba akisimama anakugusa moyo wako anapozungumza. Lakini anasema siku hizi kumekuwa na hao wanaitwa career politicians, yani wanasiasa ambao labda wana fani zao na wanadhani katika kuingia katika siasa ni fani kabisa ya maisha yako, lakini anasema hao ndio ambao wamepoteza mvuto kabisa. Hasa na hilo ukitazama hapa kwetu unaliona vile vile. Kwa mfano mimi ukiniuliza, na mara nyingi ulizungumza na wenzangu ile kwamba pengine katika kielimu hawakuwa na degree kama baadhi ya wanasiasa wa leo walivyo, lakini chukulia wanasiasa wale wa miaka ya kupigania uhuru, ukiwatazama kwa hapa kwetu Zanzibar, mchukulie kwa mfano Mzee Abeid Amani Karume. Hakuwa kasoma kwa maana kujiendeleza kiasi hicho, lakini sote ukisikiza hotuba zake unaona kiasi gani alikuwa anagusa nyoyo za wafuasi wake katika chama cha Afro Shirazi, na alikuwa anazungumza lugha yao. Lakini utakuta kwamba hata akizungumza anazungumza lugha ya watu wa kawaida ambao wanaweza kumwelewa. Anazungumza mambo ambayo yanagusa maisha yao, matatizo yao na matarajio yao. Mchukulie kwa mfano alikuwa kiongozi wa chama cha Zanzibar Nationalist Party, Sheikh Ali Muhsin. Alikuwa yeye amesoma sana, ni Makerere, huyu amemaliza katika chuo kikuu cha Makerere Uganda, amesoma pia fani ya dini, lakini pia kiasi gani aliyagusa maisha ya watu wake, kiasi ambazo kwa miaka mingi hata baada ya mapinduzi bado ukikutana na waliokuwa wafuasi wa chama cha ZNP wanamzungumza kwa mapenzi na haiba. Mchukulie kwa mfano
Sheikh Mohamed Shamte, kwa jamii ambao walikuwa ni wafuasi wa ZPP wanamuona kama alikuwa ni alama kwao. Mchukulie kwa mfano Profesa Abdurrahman Mohamed Babu, ingawa wakati ule alipoingia katika siasa hajakuwa profesa. Yeye wafuasi wake walikuwa wachache katika chama cha Umma Party, lakini watizame mpaka leo, hata baada ya kufa miaka kadhaa, bado kwao ni alama kwao. Kwa hivyo hao waliwagusa watu wao kwa sababu walikuwa wanazungumza lugha zao. Lakini ondoka kwa viongozi wa juu wa vyama, njoo hata kwa mfano kwa watu wengine. Kwa mfano ukija katika chama cha ZNP, mchukue mtu kama marehemu Maalim Juma Alei, mchukue kwa mfano mtu kama Maulidi Mshangama ambaye alikuwa mbobezi na mpaka naye ameandika kitabu, na naamini kwa siku tutapata fursa pia kukichambua kitabu chake. Mchukue mtu kwa mfano Ibn Saleh ambaye alikuwa ni rais huko nyuma wa jumuiya ya Wangazija Zanzibar Comorian Association. Sasa hao ni katika chama cha Zanzibar Nationalist Party au ZNP. Lakini njoo kwa mfano katika chama cha Afro Shirazi Party ASP, uwakute mbali ya Mzee Karume watu kwa mfano Abdallah Kasim Hanga, na jinsi gani aliwagusa watu wake na alivyosema alivyokuwa na nguvu katika majukwaa ya siasa. Watu kama Sheikh Abu Jumbe Mwinyi, watu kwa mfano Mzee Hassan Nasoro Moyo zama za ujana wake, na tumemwona mpaka hivi uzeeni kwake akizungumza anavyokuvutia, unaweza kufikiria ujanani mwake alikuwa na ushawishi kiasi gani. Lakini hata watu wazima kwa mfano Sheikh Thabit Kombo, watazame watu kwa mfano Sheikh Othman Sharif ambaye alikuwa akitajwa kwamba alikuwa katika firebrand politician, wana siasa ambao wakipanda juu ya majukwaa wakitikisa kwa hamasa zao. Ukija katika chama cha ZPP walikuwepo watu kwa mfano Sheikh Amir Tajo, walikuwepo watu kwa mfano kama Omar Hamadi Musa ambaye maarufu akiitwa Mkamandume. Walikuwa ni watu ambao wamebobea. Na katika Umma Party ukiwaangalia watu kwa mfano Comrade Ali Sultan Isa, ukimzungumzia mtu kwa mfano Sheikh Hamis Abdallah Amer, au hata katika vijana kwa zama zile vijana kabisa wanafunzi kwa mfano mwanadiplomasia wetu maarufu Salim Ahmed Salim. Kwa hivyo unawakuta walikuwa ni watu ambao walikuwa na passion, yani ile siasa imo ndani ya damu zao na wanayoyasimamia, hata kama hukubaliani nayo, lakini wao unawaona kabisa kwamba wanayaamini kwa dhati. Na hivyo hivyo hata ukija katika kipindi cha baada ya mapinduzi, unaweza kukuta walikuwa wachache, miongoni mwao walikuwa ni hawa ambao walikuwa katika siasa hasa za Afro Shirazi na Umma Party ambao walikuja kuwa viongozi katika serikali ya mapinduzi ya mwanzo. Lakini hata miaka hii ya 80 kwa mfano, wachukulie watu kwa mfano kaliba ya wanasiasa kwa mfano ambao walikuwa ni mawaziri, watu kama marehemu Sheikh Taimur Saleh Juma, wachukulie watu kama Saif Rashid Saif alikuwa mwakilishi wa jimbo la Malindi, wachukulie kwa mfano katika jimbo la Mkunazini alikuweko Sheikh Abdallah Salim Mugheri, walikuweko watu kwa mfano akina marehemu Mlinde, walikuwepo watu kwa mfano kina hata zama za karibuni kwa mfano kina Dr. Omar Ali Juma. Hawa walikuwa wana passions zao. Na upande wa pili kwa mfano wa upinzani, ukuja ukitazama watu kama marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, mtu kama marehemu Mzee Raji Pandu, marehemu Shaban Hamisi Mlo, watu ambao wengine wako hai mpaka leo kina Hamad Rashid Mohamed, akina marehemu Khatib Hassan Khatib, walikuwa ni watu, au marehemu Dr. Maulid Makame Abdallah, walikuwa ni watu ambao ukiwasikiliza kabisa wanagusa hisia zao. Na kwa upande mwingine katika wanawake, chukulia kwa mfano uliokuwa umoja wa wanawake wa Afro Shirazi, umtizame mtu kama mmoja katika hotuba za Mzee Karume anamtaja Bi Mwanaidi Dai, watu kama wale wakumbuke walivyokuwa wakitikisa majukwaa. Kwa hivyo nasema ulikuwa una watu ambao walikuwa wana mvuto wa aina yake. Lakini ukitizama sasa na sasa hivi, hata kwa mfano katika serikali za sasa tuna vijana mawaziri, wengine wana degree wamesoma, wengine hawakufaulu vizuri. Lakini moja ambalo limetuathiri sana, huoni wakikugusa wakizungumza, kwa sababu unaona hasa kwamba wengi wao kilichowasukuma katika siasa ni kujitengezea maslahi wao kuliko kutumikia jamii zao. Kwa hivyo hilo eneo moja Mohamed, ningependa nilitaje katika eneo la kile ambacho kinawasukuma wanasiasa na kiasi gani tumeshindwa kupata the best
wale watu ambao wako katika kiwango cha juu kabisa katika jamii, wale watu waliokuwa wamejengeka kimaadili, kitamaduni na kuifahamu vyema jamii yao, huwapati wakiingia katika siasa. Hayo ndio ambayo nayaona mimi kwa upande wetu. Naam, asante sana Ismail. Nilipokuwa napitia hapa wakati unazungumza, nikawa naangalia baadhi ya sifa ambazo amezitaja za mwanasiasa. Amesema mwanasiasa ni mtu ambaye yuko tayari kucheza patapotea, bahati nasibu, na amesema kwamba kinachomfanya mwanasiasa akaingia katika hali hiyo ametaja kama sifa 7 hivi, na nitazitaja ili kwa hisani yako utupatie uoanisho na hali yetu. Ipo katika ukurasa wa 8 mpaka ukurasa wa 11. Amesema chini kabisa, kuanzia ukurasa wa 8 huku, amesema sifa ya kwanza kuhusu wagombea ambao wanataka nafasi za kisiasa. Moja ni kwamba wawe na self confidence, kwa maana ya kujiamini. La pili akasema kwamba mbali ya self confidence wanatakiwa pia kwamba wawe na persistence, wawe na hali ile ya kusisitiza, kushikilia mahala hapo kwa hapo. Halafu mbele akasema kwamba viwili hivi haviwezi kuwa na nguvu, kwa maana hii self confidence pamoja na persistence, ikiwa hawana, maana hivi mambo basi pengine ni ya kisaikolojia, lakini lazima pia awe na nguvu, awe na energy ya kutosha ya kuweza kufanya hii self confidence na dedication, au tuseme kwamba hii persistence yake iweze kufanya kazi. Halafu akasema kwamba pamoja na yote hayo lazima huyu mwanasiasa awe optimistic, asiwe, kwa maana asiwe ni mtu ambaye ni mtu ambaye anavunjika moyo. Halafu akasema kwamba pamoja na yote hayo, anasema kwamba lazima awe na uwezo, kutumia sentensi hapa ambapo nadhani kwamba kama ulivyozungumza kule mwanzoni kwamba ni masuala ya utamaduni, maana yake kazungumza sentensi hii. Fifth, to debate successfully you must develop the ability to sift a mountain of waffle for the one nugget which will help your argument. Anakusudia kwamba uwe na nguvu pengine za kulifanya jambo kubwa kwa kutumia energy ndogo, maana kitu kidogo kabisa, mabadiliko makubwa au kutoa hoja nzito na kutumia kitu kidogo, mlima mzima kuweza kusukuma kutumia nugget. Halafu jingine akasema kwamba ili aweze kuyafikia hayo yote lazima awe na uwezo, a readiness to engage in embarrassing publicity stunts, kwa maana namna ambavyo anaweza pamoja na yote ambayo ashafanya hayo, aweza na uwezo wa kuweza kuengage na public, aweze pamoja kwamba hadhira au watu wake au watu uko nje na mwangalia vibaya, aweze kuengage nao. Kwa hivyo ni haya mambo ambayo amezungumza kwamba haya ni mambo ambayo yanamfanya huyu mtu ambaye anaitwa kwamba ni mwanasiasa awe ni mtu ambaye aweze kuwa na sifa, kwa sababu mwanzo kasema mwanasiasa ni mtu ambaye anacheza patapotea, anacheza bahati nasibu ya maisha yake, bahati nasibu ya maamuzi yake, bahati nasibu ya kila kitu. Hapa nataka uzoefu wako Ismail kuhusisha kauli ya Jeremy Paxman hapa na anavyomwelezea mwanasiasa na uhalisia wetu. Je, kwetu kukoje katika hali hii ambazo sifa hizi ambazo anazungumzia kwamba ni sifa za mwanasiasa ambaye anamuona yeye? Vizuri sana Mohamed. Kabla sikuingia katika kulijibu hilo moja kwa moja, ningekurejesha katika eneo lile la preface, yani mwanzo pale amezungumzia, na kwa sababu ya kunusuru muda sitaisoma, lakini amezungumzia kwamba kwa nini, kwa mfano, politics matters, why politics matters. Na katika hili yani kwa nini siasa tukitaka tusitaki hatuwezi kuikwepa, ni lazima tuishi nayo. Anasema kwamba na katika hilo nadhani yuko sahihi kwamba tuna wanasiasa na tuna siasa na tuna serikali. Kwa maana hiyo, kwa sababu kama jamii kwa ujumla wetu katika nchi tuna tofauti zetu. Pengine tungelikuwa hatuna tofauti, tusingehitaji kuwa na siasa, tusingehitaji kuwa na siasa, tusingehitaji kuwa na serikali, tungejifanyia mambo yetu tu. Lakini madamu binadamu tuna mawazo tofauti, kutatokezea migongano, na kama huna siasa mtakwenda kupigana. Kile anachokiita ni fist, yani ni kuvutana mpaka kupigana. Lakini mkiwa mnaendesha mambo yenu kistaarabu, basi mfumo huo wa ustaarabu wa kujadili tofauti zenu na namna ya kuziendea na kuziongoza, yani
kuzimanage vile vile ni kupitia siasa na kupitia vyombo ambavyo vinaongoza siasa, iwe ni bunge au serikali kwa maana hiyo. Kwa hivyo mmoja anasema tunahitaji siasa, na katika hilo amesema unahitaji kuwa na wanasiasa wazuri. Amesema katika kitabu chake kwamba we need good politicians. Sasa yeye ukiondoa maneno machache alichokionyesha ni kwamba labda kwa mtazamo wake Jeremy Paxman hawaoni hao good politicians wakiwa wengi. Sasa katika hilo linapokuja hilo ambalo umelitaja kwamba anazungumzia sifa za wanasiasa ambazo baadhi yake umezinukuu hapa. Sasa kwa sababu umeshazitaja mimi sitarejea, lakini umetaka nizungumzie labda uzoefu wangu kwa ninavyoona hasa katika muktadha wa hapa nyumbani. Nadhani tukianza na hili la self confidence, yani kujiamini kwa mtu binafsi, wengi katika wanasiasa hata hapa kwetu wanajiamini. Sasa tatizo linakuja, wanajiamini kwa sababu wako sahihi, wanajiamini kwa sababu wana uelewa mkubwa wa mambo, au ni kujiamini kwa kule ambapo hata Jeremy Paxman anakueleza na kitabu hichi kwamba ni kujiamini hata unapoamini mambo ya kipumbavu ukawa tayari kuyatetea na kuyasimamia. Kwa hivyo analizungumza hilo katika muktadha wote wa aina mbili. Hapa kwetu tunao pengine si wengi wanasiasa ambao wana self confidence, na kama nasema pengine tukirudi nyuma pengine tulikuwa nao zaidi huko miaka ya nyuma kuliko ilivyo sasa, wale ambao walikuwa na self confidence, yani kujiamini ambapo kunatokana na kuyaamini wale wanaosimamia na kuweza kuwa tayari kuyatetea popote kwa nguvu za hoja na kushawishi jamii iweze kuwafuata. Nadhani kwa leo tuna tatizo la kwamba wengi wetu, na katika hili sioni tabu kusema pengine zaidi kwenye chama tawala, haidhuru inaakisi muundo wa jamii yetu ulivyo kwa pande zote mbili, lakini nataja chama tawala kwa nini? Kwa sababu kama una self confidence na unajiamini katika kujenga hoja na kuweza kushawishi, huwezi kutaka kama ilivyo katika Zanzibar, Tanzania na pengine nchi nyingi za Kiafrika, ukataka wewe utumie mabavu kukaa katika madaraka, ni kwa sababu hujiamini katika uwezo wako wa kujenga hoja katika hilo. Kwa hivyo self confidence inaonekana inapungua sana, na ndio maana tunaamini zaidi katika kutumia mabavu kuliko kuonekana mtu akikuona saa akasema huyu kweli mimi anafaa kwa kiongozi wangu, kwa sababu yeye mwenyewe anajiamini, anakiamini alichokisimamia na anaweza kutetea na kusimamia maslahi yangu. Hilo moja katika self confidence. Lakini jingine umesema hapa kwamba ambalo yeye ameliunganisha ni kwamba persistence, yani kusimamia unachokiamini bila ya kuchoka. Na hili nadhani tunao watu si wengi. Mmoja naweza kusema kwa fahari kubwa, tumemzungumza karibuni katika siasa za Zanzibar, alikuwa ni Sheikh Abu Jumbe. Inawezekana miaka ya mwanzoni, kwa sababu kama mwanasiasa yote amefanya makosa yake, lakini lilipokuja suala lile la muungano alikuwa persistent mzee Jumbe, na hasa ile miaka ya mwishoni, na alilisimamia kwa dhati tangu alipopeleka waraka wa mwanzo kupitia kwa aliokuwa waziri wake mdogo Abu Talib, ukakataliwa, na baadaye alipokuja maoni yale akasimama kwa dhati na alitetea hoja yake mpaka kukubali kupoteza madaraka yake, lakini alisimamia hoja yake. Kwa hivyo alikuwa persistent katika lile. Na mfano mwingine nafikiri mzuri tumeuona kwa nani, pengine hili hatukubaliani naye, lakini katika Tanzania tuna mfano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pengine katukwaza sana Wazanzibari, lakini katika hayo alikuwa akitukwaza hakuyumba katika mambo aliyokuwa akiamini, aliyasimamia hata kama hayawapendezi watu. Tumeona kwa mfano katika suala la Azimio la Arusha, pamoja na kwamba wengi wenzake walimpinga, alilisimamia kwa dhati na wenzake waliyumba, lakini yeye alijitahidi sana kuyaishi maisha yake katika misingi ya Azimio la Arusha, katika kujinyima, kusimamia miko ya uongozi, maadili ya viongozi. Na hata baadaye Azimio la Arusha lilipokuja likapinduliwa kupitia Azimio la Zanzibar, yeye alikuwa mzito, pamoja na kwamba alishiriki katika vikao vile, na hatimaye tunakumbuka sote alitoka hadharani
kueleza kutoridhishwa kwake. Lakini chukulie vile vile kwa mfano suala la kutetea muungano wa serikali mbili ambao walikuwa wakiamini, bila shaka ninavyoamini mimi na tunavyoamini wengi wa Zanzibari, katika nia kuidhibiti Zanzibar. Lakini pamoja na hoja zote ambazo alipelekewa kutoka upande wa Zanzibar, alisimama kidete, na hata baada ya kutoka madarakani alikuwa persistent katika lile aliyokuwa akiliamini. Masuala ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika alisimama kidete kulisimamia, hata kama Tanzania iligharimika katika maendeleo yake ya kiuchumi. Kuna wakati tunajua sote kwamba alifika mpaka kusimamia kuvunja uhusiano wa kibalozi na Uingereza kwa kutofautiana katika swala la kuitambua serikali ya Ian Smith Rhodesia Kusini, ambayo ni Zimbabwe kwa sasa. Na upande mwingine, mfano wa mwisho nitautoa labda ni wa mzee wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Tunakumbuka sote, haikuwa rahisi kwa misukosuko, ni mitihani ambayo kaipitia, kutukanwa, kufukuzwa katika chama, kuondolewa madarakani, akawekwa gerezani kwa muda wa miaka 3, akagombea chaguzi, anashinda, hapewi nafasi ya kuongoza nchi yake, lakini katika mambo ya msingi aliyokuwa akiyasimamia hakuyumba. Na la mwisho kabisa ambayo umetuachia mfano ni la maridhiano, kwamba pamoja na dhulma zote alizofanyiwa, kwa sababu aliamini kwamba Zanzibar imetoka katika migogoro mizito ya kisiasa, inahitaji siasa za maridhiano, Maalim hakuyumba. Tunakumbuka sote ilifika pahala alizomewa na mpaka kutukanwa katika mkutano wa kibanda maiti uliofanyika tarehe 7 Novemba mwaka 2009 baada ya kutangaza kumtambua Dr. Amani Karume kama rais wa Zanzibar kufuatia maridhiano, lakini hakurudi nyuma, alisimama kidete. Kwa hivyo mifano iko mingi, lakini nasema tunayo mifano ya watu ambao wamekuwa persistent wakisimamia yale ambayo wanaamini hata kama kuna gharama kubwa sana juu yake. Na upande mwingine umetaja hapa kwamba vile vile kuna swala la dedication. Hili sitaki kuliingia kwa undani kwa sababu nafikiri lina kuwa persistent mara nyingi kunafuatana na dedication, yani moyo wako kusimamia na kwa dhati kabisa kile ambacho unakiamini. Kwa hivyo nimetoa mifano, nafikiri inatosheleza, tusipoteze muda sana katika hilo. Lakini la kuwa optimist la 4 hili nadhani ni la muhimu sana. Kama mtu huna optimism, yani kuamini kwamba utafanikiwa katika unalolisimamia, huwezi kulisimamia jambo lolote wewe. Kwa nini usimamie jambo ambalo una hakika kwamba hufanikiwi? Kwa hivyo optimism, kuwa na imani kwamba utafanikiwa na utafikia malengo yako, ni jambo muhimu sana kwa mwanasiasa ambaye kweli anaifahamu siasa na analiamini lile ambalo analisimamia. Na hapa kwetu tunao mifano. Mmoja ni huo wa mzee wetu Maalim Seif, alikuwa optimist throughout. Lakini mwingine nimtolee mfano hapa ni Dr. Amani Karume. Dr. Amani Karume, tulipokuwa tunafanya mazungumzo sisi kuhusu maridhiano, wengi hasa upande wetu sisi tulikuwa na hofu mno kuhusu uwezekano wa upande wa chama chake yeye kuweza kutoa ushirikiano, lakini alikuwa ni optimist na optimism yake ilionekana. Alijiamini kwamba atafanikiwa katika malengo yake, na kweli alifanikiwa. Pamoja kwamba ilikuwa ni muda mchache sana, tukafanya mazungumzo, ikapelekwa hoja binafsi Baraza la Wawakilishi, tukafanya kura ya maoni na mabadiliko ya 10 ya katiba yakapitishwa. Wanasema wazungu against all odds, yani bila ya kujali vikwazo vyote ambavyo ungetegemea kwamba atapambana navyo, na alipambana navyo, na vingine mpaka leo anapambana navyo, lakini alisimamia kile ambacho alikuwa anakiamini. Tunao mfano mwingine nafikiri wa ndugu yangu mpenzi wangu, sioni tabu kulisema hilo, utanisame Mohamed Mansur Sufihimidi au pengine mzee Hassan Nasor Moyo. Walipoteza mambo makubwa sana. Mzee mmoja juu ya historia yake kubwa katika Chama cha Mapinduzi huko nyuma, aliridhia kufukuzwa chama kusimamia aliyokuwa akiamini. Mchukulie Mansur Sufihimidi, alipokuwa akisimamia maslahi ya Zanzibar, amepata sulubu kubwa, amefukuzwa kwenye chama, amepata misukosuko ya kukamatwa na kuwekwa kizuizini mara kadhaa, lakini hakurudi nyuma kwa sababu ya optimism ambayo inamsukuma, na mpaka leo ukizungumza naye anakuambia tutafikia lengo letu. Na vile vile kuna wanasiasa wengine pengine wa kawaida tu. Uichukulie kwa mfano ndugu yetu Salum Bimani hapa Zanzibar, maarufu sana, na ile optimism aliyokuwa nayo unaiona katika lugha zake na jinsi anavyoshajiisha mikutano. Kwa hivyo nasema optimism inaonekana kwamba ni kitu muhimu sana kwa wanasiasa yote, hata kwa mifano yetu sisi wenyewe hapa Zanzibar. Na jingine bila shaka la 5, umezungumzia habari ya uwezo
wa kufanya mijadala, yani kudebate successfully. Nadhani hilo halina mjadala. Huwezi kuwa mwanasiasa mzuri kama huwezi kufanya majadiliano ya kina ukaitetea hoja yako, na kama huwezi kujitetea hoja yako, maana wewe uko katika pahala ambapo hukustahiki kuwepo tangu mwanzo. Na hili unapokuwa na skills, yani au uwezo wa kudebate vizuri, ndipo unapoonekana kipaji chako, kwa mfano katika majukwaa ya kisiasa, katika mikutano ya hadhara, au hata katika vyombo, kwa mfano baraza la kutunga sheria, iwe bunge au baraza la wawakilishi kwa hapa kwetu. Na tumeona kuna watu mpaka leo wananchi wa Zanzibar wanawakumbuka kwa jinsi walivyokuwa good debaters. Mfano mzuri, kwa mfano kwa bara, tunaye ndugu yetu Tundu Lissu. Hakuna mtu ambaye hata maadui zake hawaachi kumsikiliza anapozungumza, kwa sababu anavutia, kwa sababu ya nguvu na uwezo wake wa kujenga hoja na kujadili hoja aliyokuwa anao. Upande mwingine amesema ni swala la loyalty, kuwa na utiifu. Bila shaka kama huna utiifu kwa jambo unaloliamini na kwa chama chako, utaishia pabaya. Tumeona mifano mingi sana hapa kwetu, na tumeona pengine katika jambo la kujifunza, hawa wenzetu ambao karibuni, hasa upande wa bara, walikuwa wakitangazwa kwamba wameunga mkono juhudi, ni mfano dhahiri wa watu ambao wamekosa uaminifu na utiifu kwa yale ambayo tulitegemea kwamba walikuwa wakiamini. Na vivyo hivyo amezungumzia suala la kwamba siasa inachukua muda wako mwingi sana. Kwa hivyo kama una mwenza wako, awe mume au mke, basi awe tayari kupoteza muda mwingi sana akiwa hayuko na wewe, kwa sababu wewe utakuwa unahudumia jamii. Na la mwisho kabisa ambayo amelitaja na nitaligusia, amezungumzia swala la alichokiita yeye kwamba kuwa tayari kugamble, yani kuwa tayari kucheza bahati nasibu pata napotea. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unapoliamini jambo ukalisimamia, kuna kupata na kukosa. Kwa hivyo uwe tayari kwa hilo. Mara nyingine utafanikiwa na mara nyingine utapoteza, na hayo katika maisha ya siasa yetu tumeona. Mzee Jumbe amepoteza madaraka yake, Maalim Seif alipoteza madaraka yake kwa kusimamia alikuwa akiamini. Mansur Sufimida amepoteza madaraka yake, lakini alikubali ku take the gamble, alikubali ku take the risk, kama ambao walikubali waliopita kwa kusimamia yale ambayo walikuwa wanaamini. Kwa hivyo nadhani kwa kujumla katika haya aliyoelezea kwa kiasi kikubwa sana, mimi nakubaliana naye sana kwamba haya mambo manane aliyotaja kwamba ni mambo ya msingi sana kwa mwanasiasa, ni muhimu. Uwe wa Uingereza au uwe wa Zanzibar, ni muhimu uwe nayo. Kama hunayo hayo, tafuta shughuli nyingine ya kufanya. Naam, asante sana Ismail Jussa. Kitu kingine ambacho nimekiona, kama ingawa sijaingia kwa undani, lakini nimeona kwamba hapa na pale anahusisha au anaelezea namna ambavyo element au kipengele cha ufisadi, corruption, ama uwe wa moja kwa moja wa fedha au ufisadi wa mawazo au ufisadi wa michakato, kina sehemu yake kwenye siasa, na pengine ndio maana Jeremy akawa hana maneno mazuri sana kwa wazungumzaji nyinyi wanasiasa, kwa sababu anaona kwamba kila pahala pana ufisadi ambao unatendeka. Unasemaje kuhusu hili Ismail? Kwanza kuzingatia ndio kwenye the political, lakini pia kuzingatia uzoefu wako kwenye siasa za hapo nyumbani. Ufisadi na siasa, je, ni kama vile huwezi ni vitu ambavyo vinakwenda sawa kila wakati? Hapa umenigusa ndipo hasa Muhammad, kwa sababu mimi mmoja, nafikiri mimi mwenyewe najulikana, nilipokuwa katika vyombo vya kutunga sheria, kipindi kifupi nilichotumika katika bunge nilipoteuliwa mwaka 2010, lakini zaidi katika baraza la wawakilishi katika mwaka 2010 mpaka 2015, katika jambo ambalo nilikuwa siwezi kulivumilia ni ufisadi. Na katika hilo wanakumbuka watu wengi jinsi nilivyosimama kidete kufichua mambo mengi sana yaliyokuwa yanafanyika ya ufisadi. Na leo wengine, nashukuru alhamdulillah, watu wakiona njiani wanasimamisha, nasema ulilisema hili katika baraza la wawakilishi. Wametaja watu, kwa mfano karibuni limeibuka swala la ufisadi uliotumika katika kununua meli ambazo tulisema kwamba ni mbovu, watu wakahamaki hapa pamoja na aliyekuwa Rais Dr. Ali Mohamed Shein, lakini leo wakubwa waliokuwa katika serikali wanathibitisha kwamba meli zile hazifanyi kazi. Kuna suala la ujenzi wa uwanja wa ndege terminal mpya ile tuliyozungumza kwa urefu, sasa kurejea hapa, imethibitika baada ya miaka yote. Kuna suala la serikali mtandao, yani e-government, nilizungumza kwamba haingii akilini kwamba Zanzibar kweli itahitaji kutumia dola milioni 20 kwa kutandaza fiber optic. Yamethibitika hayo, na kwamba leo yote hayafanya kazi. Tumeona tumefungiwa
taa za barabarani humu, kwa maana ya street lights au taa za mitaani, na vile vile CCTV camera. Imethibitika kwamba ilikuwa ni mambo ya watu kujitengenezea fedha tu, lakini ndani yake hakukuwa na uhalali wowote wale. Tumeshuhudia ujenzi huu, iwe majengo haya kwa mfano yaliyojengwa eneo maarufu la Kisonge, tumeshuhudia mpaka baadhi ya wakubwa wakisimamishwa kazi kwa sababu ya gharama zake haziingia akilini, iwe katika ile inayoitwa The Michenzani Mall au equally katika unaoitwa Mnara wa Mapinduzi na mengine mengi. Tumeshuhudia karibuni katika kuwasilishwa ripoti ya ukaguzi wa hesabu za serikali, yani ripoti ya Controller and Auditor General, mambo mengi ya ufisadi. Kwa hivyo unachojifunza nini katika hili Mohamed ni kwamba watu wamegeuza siasa na hasa hatamu katika serikali kwamba ni pahala pa kujitengenezea ukwasi, kujitengenezea utajiri kwa ajili yao na familia zao na ndugu zao wa karibu na marafiki zao pengine. Katika eneo moja ambalo Jeremy Paxman amekuwa angalau mwadilifu au ametendea haki wanasiasa wa Uingereza, amesema kwamba ukichukulia Uingereza na mfumo wake wa utawala na wanasiasa wake pamoja na wabunge, basi Uingereza ina afadhali sana, na ameeleza masikitiko yake kwa mfano kwamba pamoja na uchaguzi wa mwaka 1997 ambao ndio uliondosha madarakani Conservatives, chama cha wahafidhina chama cha Conservative, na kuingiza madarakani chama cha Labour pamoja na waziri mkuu Tony Blair, anasema lilifanywa ni ishu kubwa sana, lakini pengine ukilinganisha na nchi nyingine hata za Ulaya kwa maana ya Europe au pengine nchi nyingine za Asia au nchi nyingine za Marekani, pengine hata kulinganisha nchi za Afrika, basi Uingereza ina afadhali sana, lakini lilishikiwa beramu katika siasa zao hoja ile. Kwa hivyo lakini anasema kwake yeye anaona kwamba lilikuzwa mno na wanasiasa wa upinzani ili kujenga hoja ya kuwabomoa Conservatives waweze kuingia madarakani wao Labour mwaka 97. Lakini kwetu sisi hapa unaona ni kinyume chake, na si Zanzibar au Tanzania, imekuwa ni Afrika nzima. Kama kuna laana ambayo imeathiri nchi hizi zisonge mbele, basi ni ufisadi katika wanasiasa. Tumeona leo sisi na nchi nyingi za Asia tulitawaliwa sote na wakoloni, na tulipata uhuru katika kipindi kinachofanana sana, miaka ya 1950, 1960 mpaka 1970. Ndio kipindi hicho ambacho nchi nyingi za Afrika pia zilipata uhuru. Lakini tizama Asia ilivyochupa kwa maendeleo pamoja na ufisadi wake, na tizama Afrika ilivyorudi nyuma, na jinsi mifano kwa mfano ya Kongo na Zaire chini ya Mobutu Sese Seko, mifano ya kina Bokassa, mifano ya hata hapa kwetu tunajua mingi jinsi watu walivyokuwa wamejilimbikizia mali. Lakini tumeshuhudia hata baadhi, na mimi nimeshuhudia kwa macho yangu ya Mohamed nilipotumika katika vyombo hivi, kwamba baadhi ya wabunge au wawakilishi utaona mtu anahongwa pesa asimamie hoja fulani katika bunge au baraza la wawakilishi, kwa sababu pengine kuna mwekezaji huko au kuna mfanyabiashara huko anataka maslahi fulani, yuko tayari kubomoa mradi fulani wa mwingine ili uonekane hauna maana, hata kwa hoja za uongo, mradi yule alikuwa amempa fedha yeye aweze kufanikisha malengo yake. Nile wanalosema Waingereza kwamba he who pays the piper calls the tune, yani anayemlipa mpiga zumari ndio anayechagua wimbo. Kwa hivyo yanafanyika, lakini sasa imekuwa hasi zaidi. Tunashuhudia baadhi ya viongozi humu wa ngazi za juu kabisa, wao wenyewe bila haya wala soni wanajiingiza katika ufisadi wa hali ya juu kabisa, kuwapa deals au zabuni au mikataba marafiki zao, pengine waliowasaidia kuingia katika madaraka, au jamaa zao au ndugu zao au shemegi zao, pengine ndani yake na wao wana chochote. Kwa hivyo ni eneo moja ambalo bahati mbaya sana. Na katika hili niseme kuna kadhia moja nitumie kufungia hili. Siku moja nilikuwa nazungumza na marehemu Maalim Seif, akanitajia kwamba na kwa sababu sitotaja jina kwa hivyo naweza kulihadithia, wakati fulani mzee Idris Abdul Wakil, hayati Sheikh Idris Abdul Wakil, anapanga kuteua mawaziri, na bila shaka anamshirikisha waziri kiongozi wake alikuwa Maalim Seif. Anasema alikuweko waziri mmoja ambaye Sheikh Idris alikuwa hakuridhika naye, lakini akawa hana mtu mwingine mbadala kwa nafasi ile alikuwa akitaka kumweka, lakini alikuwa akimwambia Maalim, chief, lakini huyu mdokozi anadokoa huyu. Sasa Maalim akawa anacheka alipokuwa akihadithia kwamba ukilimganisha huo udokozi ulikuwa ukitajwa miaka hiyo ya 80,
ambayo Mzee Idris aliona hapaswi kurejeshwa katika nafasi, na ukija ukishuhudia ulaji na ukokoaji unaofanyika leo mpaka matando katika masufuria hayasazwi, basi unaweza kujiuliza kiasi gani badala ya kufanya vizuri tumefika pale pabaya sana. Kwa hivyo bahati mbaya sana, na mimi nadhani eneo moja Mohamed ambalo limewafanya wananchi wengi kupoteza imani na wanasiasa ni katika kuona kiasi gani wamegeuza siasa pahala pa kujinufaisha wao na kujijengea utajiri kuliko kutumikia umma kama ambao ilikuwa ni lengo la siasa katika uasili wake. Ala kuli hali, najua muda ni mdogo tulionao manake kuweza kufanya kila kitu, lakini nimekuta statement moja ambayo kule mwanzo nilitaja, lakini pia nataka sasa ufafanuzi wako pia. Amerejea tena katika ukurasa wa 15 akimnukuu Joseph Chamberlain ambaye anasema alikuwa ni mwandishi na mwanasiasa mzuri wa karne ya 18, sema ni ya 19 na karne ya 20 mwanzoni. Katika ukurasa wa 15 anasema kwamba mwanzoni kabisa, all political lives unless they are cut off in midstream at a happy juncture and in failure, because that is the nature of politics and human affairs. Wanasiasa wote wazuri au maisha yoyote ya wanasiasa, ikiwa haukatizwa katikati pale ambapo yapo katika kiwango cha mafanikio, basi akiachwa aende kama endavyo na malizikia katika mwisho mbaya kabisa, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo jaala ya wanasiasa na ndivyo ilivyo jaala ya maisha. Nataka kujua hili mtazamo wako kuhusu wanasiasa na kumalizikia vibaya, wanasiasa na kuishia vibaya. Umetaja katika mtiririko wa yaliyomo kwenye kitabu hiki na mwisho ukasema kuna kule Being History kama ni nini ya mwisho kabisa. Pana uhusiano gani na ukweli huu kwamba wanasiasa wanajaala kumalizikia vibaya? Swala nzuri sana Mohamed. Nadhani kusema ukweli hata yeye mwenyewe Jeremy Paxman, pamoja na kulinukuu hili kutoka kwa Joseph Chamberlain, na yeye mwenyewe kulirejea kwa msisitizo katika mifano mingine aliyokuwa kaitoa, lakini kataja pia wanasiasa ambao wameacha majina makubwa sana na wameacha historia na wanaendelea kukumbukwa. Katika nakala ambayo wewe unayo Mohamed ya paperback ya kitabu hichi, gamba la kitabu lina picha ya Winston Churchill. Ni moja ambayo Waingereza mpaka kesho wanamuona kama ni one of the great prime ministers katika mawaziri wakuu wao ambao walikuwa wamefanikiwa sana. Katika hili kuna eneo moja kabla sijamalizia kulitolea kauli, ningependa pia tulinukuu katika kitabu pia mwanzoni kabisa, katika ule preface, yani maelezo ya kabla ya utangulizi, alipokuwa anaelezea malengo yake ya kitabu hichi. Katika ukurasa ule wa 10 katika nambari za Kirumi kuna maneno mimi yamenigusa sana. Anasema government, even in its best state, is but a necessary evil. Politicians exist because we disagree. All societies need to decide how to protect themselves, how to organize themselves, how to share out their resources, and the alternative to force of argument is force of fists. Hili nishalieleza pale mapema, lakini sasa baada hapo anaelezea the creation of politics is therefore a proof of civilization. So, although the existence of politics may be a mark of human frailty, politics itself matters. And it matters that politics is practiced by good people. As in most walks of life, people go into trade with a variety of motives, some noble, some vain. Most seem to be genuinely convinced they can make the world a better place. Some of them have done so. A small number genuinely deserve to be called great. I do not believe they are all scoundrels. Yani, Paxman anatuambia kwamba kama nilisema pale mwanzo, na kwa sababu ya muda sirejei, kwamba tukitaka tusitake, madam tuna tofauti za mawazo, tunahitaji siasa, na wanaoingia katika siasa wanaingia kwa malengo ya kuamini kwa dhati kwamba wanaweza wakafanya mabadiliko katika jamii zao. Sasa amesema wachache ambao hufanikiwa kuleta mabadiliko hayo, na wachache
wanafikia hatua ya kuonekana kwamba wamefikia kiwango cha kuwa great, yani kilele kabisa cha pengine cha mafanikio, naweza kusema pengine kuwazalia utukufu katika kukumbukwa katika majina yao na katika historia zao. Sasa nimesema pale mwanzo kwamba katika nakala ambayo wewe unayo ya paperback imemweka Winston Churchill. Kwa Waingereza ni mmoja katika mifano mikubwa sana, kwa sababu aliwasaidia hasa baada ya zahma za vita vya pili vya dunia na Hitler alivyokuwa akiwatishia na Uingereza kwa labda kuweza kupigwa na kukaliwa kimabavu na Wanazi wakiongozwa na Hitler, lakini aliweza kutumia kipaji na kipawa chake Winston Churchill cha kumobilize, cha kuhamasisha umma wakaweza kusimama dhidi ya Hitler, na Uingereza ikashinda vita vile. Iliumizwa sana, lakini ilishinda vita vile. Kwa hivyo wameacha alama katika historia zao. Hapa kwetu nimesema tumeshuhudia karibuni, tumempoteza mtu kama Maalim Seif Sharif Hamad. Ni mfano ya watu ambao unaweza kusema wameachieve greatness, na ndio maana siku alipoondoka Zanzibar nzima ilitikisika. Hata wale waliokuwa maadui zake, waliokuwa wakosoaji wake, waliokuwa wakimnanga, siku ile walibubujikwa na machozi na wakahisi kwamba Zanzibar imeondokewa. Kwa hivyo unao watu ambao wameacha athari, wameacha alama katika siasa, na katika hilo nadhani inathibitisha kujibu swali lako sasa kwamba si kweli kwamba wote wanamalizikia na jaala ya kwa hawakufanikiwa na wakiondoka na machozi kama alivyosema katika sehemu nyingine Jeremy Paxman. Lakini ni ukweli wako ambao pengine walimaliza muda wao, na jengine kwa sababu tunazungumza historia, mimi sio tabu kusema kile ambacho nakiamini. Chukulia kwa mfano Dr. Salmin Amur aliyokuwa rais wa awamu ya 5 ya Zanzibar. Majigambo yake, tambo alizokuwa nazo, kauli ambazo zilikuwa zikiudhi watu wengi sana, alijiona kafika katika kilele, na wakati wake kwa chama chake alikuwa mfano mkubwa sana wa alama ya kuonesha uthubutu na mabavu yale dhidi ya wapinzani wake. Lakini tizama alivyomalizikia, na tizama leo hata kutajwa katika siasa, hata na chama chake mwenyewe hatumiki kama ni rejea. Lakini tizama mfano mwingine wa Dr. Amani Karume ambaye tulimkosoa sana katika miaka yake ya mwanzo katika mambo alikuwa hatukubaliani, lakini alivyomalizia alimalizia katika jambo la kuwaleta pamoja Wazanzibari. Akafanya kitu ambacho viongozi wengi wa Zanzibar waliopita kabla yake na pengine hata waliofuata baada yake wameshindwa. Matokeo yake leo ukimtaja Dr. Amani Karume kwa Wazanzibari wengi wanamzungumza kwa wema, wanamzungumza kwa jinsi alivyomalizia. Kwa hivyo nasema unakuta kwamba wako watu wamemalizia vizuri, wako watu wamemalizia vibaya, na wako ambao wamemalizia na kashfa vile vile. Tunajua watu ambao wameondoka katika nafasi za siasa kupitia kashfa, ziwe za ufisadi, ziwe zingine zinazohusu maadili, lakini kwa jumla wako ambao wameondoka wakiacha jina jema katika siasa kwa sababu ya utumishi wao uliotukuka kwa watu wao na kwa nchi zao. Asante sana kabisa Ismail kwa kutufafanulia kuhusu namna ambavyo hii alama ya kumalizikia vizuri, kumalizikia vibaya kwa wanasiasa ambavyo inatafutiana kwa wanasiasa na wanasiasa kwa ambavyo wameishi maisha yao ya kisiasa. Utoa mfano halisi hapo nyumbani. Tuje katika swala la mwisho kabisa. Kitabu kinamalizia kwa kile ambacho mwenyewe amekiita kwamba ni afterwards, na bila shaka ndani yake ametoa mapendekezo ya namna gani ambavyo anaona yeye, licha kama tulivyosema kwamba Jeremy ni mtu ambaye anajifanya haivi na wanasiasa, lakini mwisho ametoa mambo ambayo anadhani kwamba haya yakiweza kutekelezwa, yakiweza kufanya na siasa, tunaweza kuona na siasa nzuri na siasa nzuri. Hebu kidogo dokolea Ismail, ili tuweze kumwacha mtazamaji wetu na kipi ambacho anaweza ukishukulia kwamba ni chema katika siasa na katika wanasiasa. Katika eneo moja ambalo mimi amenivunja moyo sana Jeremy Paxman Mohamed ni kwenye hii sura hii, ijapokuwa hakuipa namba ya afterward, ya neno la kila mwisho, kwa sababu hata wakosoaji wake wengine walipomwambia kwamba hichi kitabu badala ya kukiita The Political Animal and Anatomy ulipaswa kukiita The Political Animal Pathology, wanasema kwamba wewe umewachambua na siasa, umeichambua siasa, umeonesha makosa yako wapi, lakini ulipokuja katika matibabu sasa ambayo ndio yako katika afterward, nini tiba yake, yale majibu aliyoyatoa ni mepesi mno kuweza kutibu hayo ambayo ameyazungumza. Kwa mfano, yeye amezungumza mambo mawili
yako mengi kwa fupi, lakini makubwa mawili. Moja, amesema kwamba idadi ya wabunge Uingereza ipunguzwe, kwa hivyo majimbo yapunguzwe na bunge lipunguzwe angalau kwa thuluthi moja ya idadi ya wabunge waliokuwa kwa hivi sasa. Sasa watu wanahoji kwamba ikiwa wewe unasema quality, yani kiwango cha watu wanaoingia katika siasa si kizuri, ndio watu wanasiasa wabovu ambao wanashindwa kujenga imani kwa wananchi na raia. Je, hilo utalitibu kwa kupunguza idadi ya wabunge? Hapana, ulikuwa uje na mapendekezo ya vipi kupata watu waliokuwa wazuri, wana vipaji vikubwa, wana mafanikio makubwa katika maisha au fani ambazo wanazitumikia, waingie katika siasa. Hilo hutaweza kulipata kwa kupunguza idadi ya wabunge. Jingine ambayo angalau linaingia akilini, lakini hata hilo mimi pia sikubaliani kwamba linatibu yale ambayo yameeleza huko. Ametaka kuongezwe nafasi ya kamati za bunge, madaraka ya kuweza kufanya kile anachokiita scrutiny, yani kuweza kuchunguza, kuweza kuwajibisha serikali kwa kuwahoji mawaziri. Kutakiwa mipango ya serikali ifikishwe pale, iweze kuhojiwa na kuweza pengine kuwa na kauli juu ya namna kuongoza. Sasa hata hilo najiuliza, linaweza pengine kusaidia uwajibikaji wa serikali, lakini je, litanyanyua kiwango cha wanasiasa na imani ya wananchi katika siasa? Mimi nadhani katika eneo ambalo hakujitendea haki, na labda unaona kama vile amekurupuka katika sehemu ya mwisho kuandika suluhisho ambalo halizingatii yale ambayo ameyafanya kuwadoboa na kuwananga wanasiasa na siasa yenyewe katika takriban sura 10 za kitabu chake. Mimi na hapa ndio ningependa labda tumalizie, Mohamed, nadhani kwa kwetu sisi, kwa sababu tumezungumza sana jinsi yale ambayo yamezungumzwa katika kitabu hichi unavyoweza kuyalinganisha na kuyahusisha na siasa za kwetu. Mimi nadhani kwa kwetu tuna kazi kubwa zaidi, kwa sababu kama yeye wanasiasa wa Uingereza wameona hali hii, nafikiri kwetu sisi ndio balaa zaidi tunajiona sote. Maana ungesema kama Uingereza kuna waka, basi kwetu sio kama kuna teketea tu, kibanda chote kishaporomoka chini kabisa. Kwa hivyo kuna mambo ya msingi, na la mwanzo nadhani tuna katiba ambayo inashindwa kutujengea siasa nadhifu, siasa safi, kwa sababu unapokuwa na katiba ambayo inasema kwamba sifa ya mtu kuingia katika ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi ni uwezo wa kusoma na kuandika Kiswahili, basi manake tunawaacha watu wengi wa maana, na ndio maana siasa imedharaulika. Watu wengi wa maana wanaogopa kuingia katika siasa, kwa sababu wakifika katika kura za maoni wanakumbana na wananchi ambao wenyewe pia wana sifa kama hizo. Kwa hivyo wanawapendelea wenzi wao badala ya kuchagua watu ambao wanaweza pale kwenda kufanya kazi hasa ya kuisimamia, kuidhibiti serikali na pia kutunga sheria ambazo ni bora. Kwa upande mwingine, tungetegemea kupitia katika katiba bora kama ikiwa kuna mwanasiasa ambaye ni mtumishi wa umma katika nafasi ya bunge au baraza la wawakilishi, ikiwa hawajibiki kwa wananchi wake, basi lile ambalo lilitajwa kama ni tiba katika rasimu ya katiba ya Jaji Warioba ya wananchi kuweza kuwa na uwezo wa kumpigia kura kutokuwa na imani mbunge na mwakilishi wao, hata kama ni katikati ya kipindi chake anachotumikia, na kumvua nafasi yake, basi ingeleta nidhamu na heshima ya wanasiasa kwa wananchi wao. Lakini upande mwingine nadhani vile vile tunahitaji kuona kwamba kutenganisha mamlaka hizi, mihimili ya dola, baina ya muhimili wa utendaji ambao ni serikali, muhimili wa kutunga sheria na kuisimamia serikali ambao ni bunge au baraza la wawakilishi kwa Zanzibar, na muhimili wa kutoa haki na kutafsiri sheria, yani mahakama. Tunapaswa kuwa na utenganisho ili kila moja ichunge mhimili mwingine. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na katiba ambayo itayaweka sawa haya. Lakini kama hayo hayatoshi, tunahitaji mageuzi makubwa ya kitaasisi katika nchi yetu, ya namna tunavyoendesha chaguzi zetu, ili kweli tupate viongozi wanasiasa, kwa lugha ya Jeremy Paxman, ambao wametokana na chaguo la wananchi katika uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Na ni pale tu mwanasiasa anapoamini kwamba ikiwa hakutenda wema, hakuwatumikia watu ambao aliahidi kuwatumikia, hakuwatekelezea yale aliyoahidi, iwe yeye binafsi au chama chake kupitia ilani ya uchaguzi, basi wananchi wawe na uwezo wa kuwaondoa madarakani kupitia sanduku la kura. Ikiwa hilo linakosekana, tunakuwa na chaguzi za vurugu na chafuzi kama tunazoziona hivi sasa, basi wale wanaotawala hawana motisha wala msukumo wa kuwatumikia watu, kwa sababu najua
wakikubaliwa, wakikataliwa na wananchi, wao wataendelea kutawala kwa kutumia mtutu wa bunduki, jambo ambalo halisaidii kujenga imani ya wananchi kwa wanasiasa. Na jingine, bila shaka tunahitaji kuimarisha mifumo yetu ya kupambana na ufisadi katika siasa, si tu katika kupata nafasi za kisiasa, lakini hata wakati unapotumikia nafasi za kisiasa, ukionekana kweli wewe umetumia nafasi zile kujinufaisha wewe binafsi au kusimamia maslahi fulani ya kundi ambalo limekuhonga, basi hatua ziweze kuchukuliwa na mkondo wa sheria ukubane. Tukifika hapo, nafikiri tutaweza kujenga imani ya wananchi, kwa sababu wataona sasa kweli wanasiasa wapo kuwatumikia wao na wanasiasa hawapo kujinufaisha wao, familia zao, marafiki zao na wahisani wao. Naam, mashallah. Asante sana Bwana Ismail Jussa, asante sana kwa hitimisho lako hili ambalo linaashiria mapendekezo ambayo unayo kuchota ndani ya ambacho Jeremy Paxman amekizungumza, lakini pia kwa kuzingatia uhalisia ambao tunaishi nao katika jamii yetu. Mpenzi mtazamaji wetu, leo tulikuwa tunamwangalia Jeremy Paxman katika The Political Animal, kitabu hiki ambacho An Anatomy, kitabu ambacho kinazungumzia siasa na wanasiasa, bila shaka mahsusi katika eneo na ndani ya Uingereza, lakini kwa sababu ya mfanano wake na jamii zetu nyingine, tumeona kwamba tukilete ili kuweza kuhusanisha na kwetu. Kwa hivyo tunakushukuru sana kabisa Ismail Jussa. Bila shaka tutakuwa naye hapo wiki ijayo kwenye kufunua kurasa za kitabu chingine. Asante Ismail. Nakushukuru sana Mohamed. Naam, basi mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia hapa, weka maoni yako, weka michango yako. Bila shaka katika vipindi vijavyo huenda ikawa moja vitu tumeangalia ni kile ambacho wewe umependekeza tukiangalia hapa. Naitwa Mohamed Ghassani na kwaheri hadi mara nyingine.